Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vinafanya watu wengi sana wajiulize kwamba imekuwaje katika show ya mtu mzima Davido pale Kawe jijini Dar es Salaam, ambapo Davido alikuwepo kwa ajili ya kuperform, na of course ameperform. Watu wengi sana wamekuwa wakiuliza sasa na kuhoji kwamba kwa nini Diamond Platnumz hakupanda jukwani kwa ajili ya kumsapoti mshikaji wake, kwani tayari inafahamika wazi kabisa dhahiri shahiri kwamba Diamond bwana na Davido ni watu ambao wamekuwepo katika industry kwa muda mrefu, wana history kubwa. Yani kwamba Diamond Platnumz bwana amekuwa akimsaidia Diamond Platnumz alipata umaarufu Afrika nzima baada ya kufanya collab na Davido kama alivyosema hapo awali. Sasa kitendo cha hawa wawili kuonyesha kwamba wapo katika good terms, yani wapo na ukaribu, wako kama washikaji, ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinaonyesha wazi kabisa kwamba siku ambayo Davido alivyokuja kuperform lazima Diamond angepanda jukwani kwa ajili ya kushow love kwa mshikaji wake, lakini imeshindikana, na watu wengi sana wamekuwa wakiuliza kwamba sababu hasa ya haya yote kutokea au kushindikana kwa Diamond Platnumz kupanda jukwani kumsupport Davido ni nini? So tumefuatilia kwa ukaribu zaidi tuweze kujua kwamba nini ambacho kimepelekea Diamond kushindwa kwenda kumsupport Davido, na at the end of the day tumekuja kugundua kwamba sababu exactly ambayo imepelekea hayo yote ni kwamba Davido ameletwa na kampuni tofauti na ile kampuni ambayo imempa ubalozi Diamond. Davido ameletwa na kampuni ya vinywaji vya bia ambayo inafahamika kwa jina la Castle, bwana Castle Light kama tukosei. Lakini kwa upande wa Diamond yeye bwana ni balozi wa kampuni ya Serengeti Light. Kwa hiyo hizo ni kampuni mbili tofauti. Kwa hivyo basi Diamond hawezi akaenda kusapoti chochote kile ambacho kinahusiana na bia pinzani ambayo yeye anayofanyia kazi. Kwa hiyo Diamond ni ambassador wa kampuni ya Serengeti Light, na huku iliyomleta Davido ni Castle. Kwa hiyo moja kwa moja inapelekea upinzani katika suala zima la kibiashara, jambo ambalo limefanya Diamond kushindwa kwenda kumsapoti, kwa sababu angekuwa kama vile ameenda kupromoti kampuni ya bia pinzani na ile ambayo yeye anayofanya nayo kazi. Kwa hiyo ndiyo sababu ambayo imepelekea Davido kumuona Diamond on stage kwa ajili ya kumsapoti, na kupelekea wadau wengi sana huko mtandaoni kulizungumzia swala hilo, wakiwa wanahoji na kuuliza kwamba kwa nini Diamond ya kupanda. So sababu ni hizo za kibiashara, ilikuwa haijakaa sawa kwa Diamond kupanda on stage. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.